Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, situation ya Mwijaku kugombaniwa na wanafunzi wa chuo bwana, kiukweli imemake headline mpaka bungeni. Nadhani kama ulikuwa unadhania kwamba labda hili jambo lilikuwa tu limeshikiliwa na mheshimiwa waziri, hapana. Hii issue bwana imemake headline mpaka bungeni. Wamekuwa wakijadili swala hilo kwamba kamati ya maadili ya serikali inatakiwa pia ilitazame hili swala na wadili na huyu mtu ambaye ameenda kuwaharibu wanafunzi. Inaonekana kwamba yeye ndiye source ya hawa wanafunzi kufanyiana vitendo vya kikatili, kama ulivyoona katika video ambazo zimesambaa mitandaoni ambazo zilikuwa zimevujishwa na Mange Kimambi, kwamba hawa mabinti bwana waliamua mpaka kumkamata mwenzao, akamuingiza hostel kwao, wakaanza kumvua nguo, kumnyoa nywele, kumpiga bwana, kiasi kwamba walifikia hatua walitaka mpaka kumchoma na pasi. Huyu binti mpaka alitaka kujitoa uhai humo katika hilo ghetto la hawa wenzie. Kisa tu ni kwamba yeye huyu mchepuko wa Mwijaku amegundua kwamba rafiki yake naye pia anatoka na Mwijaku. So situation ilikuwa very messy, lakini at the end of the day ni kwamba mpaka bungeni bwana wamelijadili swala hilo, na wanataka pia waone kina hatua zikichukuliwa dhidi ya huyo mtu ambaye anafahamika kwa jina la Mwijaku, ambapo huku mtandaoni watu wanahisi kwamba ni Mwijaku Batoni. So hebu sikiliza hapa kilicho happen bungeni. Leo tumesikia jambo moja la mtu anaitwa Mwijaku. Mwijaku huko amekwenda amechezea wanafunzi katika vyuo vikuu. Sasa huyo maadili anakwenda polisi watamchukua. Na nyinyi wa maadili je? Yaani nimeona hivi vitu tuviangalie. So situation imefika mpaka bungeni na page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kuna page hapa ameandika kwamba sakata la Mwijaku limefika bungeni. Page nyingine hii hapa ameandika kwamba issue ya Mwijaku bwana, wabunge wameivalia njuga. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia weka maoni yako katika comment section. Unazungumziaje hili swala? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.